Bila shaka nina imani kwamba tulio wengi tumefika katika magereza yetu hapa Sumbawanga, au magereza inawezekana na Manyere au Molo kule, au mahali popote pale. Sio kufungwa, umekwenda kuangalia wafungwa. Mimi mwaka huu nimekwenda karibu mara 2, na mwaka jana nilienda kwa ajili, tulikuwa na wazee wangu wa kanisa, kwa ajili ya kuwaona wale wafungwa. Ukiingia mle ndani, kama una machozi ya karibu utatoa machozi. Jinsi wale watu walivyokosa amani, walivyonyong'onyea, walivyokosa matumaini, unakata tamaa. Sasa katika mle gerezani wapo waliofungwa kwa makosa yao, lakini wapo wengine wamefungwa kwa sababu inawezekana walishindwa kujieleza mahakamani. Hawana makosa, lakini walishindwa kujieleza mahakamani, wakapatikana na makosa. Lakini pia tukaingia kwenye chumba kimoja, tukakuta mama ana mtoto wa miezi 6, naye huyu mtoto yupo lokapu kwa sababu ya kosa la nani? La mama. Nilitoa machozi. Hata mkuu wa magereza aliponiambia hebu ombea hawa wafungwa, nilitoa machozi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Sasa taifa la Israeli liliingia katika dhambi ya kuto kumtegemea Mungu na kuto kumwabudu Mungu na kuto kumwamini Mungu. Liliingia katika dhambi hii. Wao, unajua hicho kipindi kulikuwa na mataifa makubwa kama mawili, kusini na kaskazini. Sasa taifa la Ashuru ndilo lililoonekana kwamba lina nguvu zaidi. Kwa hiyo wana wa Israeli wakajisahau kwamba wao wana Mungu wa kweli, mwenye nguvu, mwenye mamlaka, mwenye uwezo na mweza. Walishindwa kuelewa, wakaanza kutegemea mataifa mengine, wakaanza kuamini ule utawala wa monarchy badala ya utawala wa theokrasi. Utawala wa theokrasi ndio utawala wa Mungu. Sasa wana wa Israeli wakamwacha Mungu. Matokeo yake wakaingia katika dhambi. Dhambi kakua, na matokeo yake wakakengeuka kabisa na kumwacha Mungu. Unajua, Mkristo ukimwasi Mungu, wewe Mkristo unakuwa mbaya kuliko yule mpagani, si ndio jamani? Unakuwa mbaya sana. Ukiona Mkristo amekengeuka, anakuwa mbaya kuliko mpagani. Kwa hiyo ndivyo walivyokuwa wenzetu wa Israeli. Sasa Isaya 1:18 ndipo Mungu amechukizwa na taifa la Israeli, anawaambia haya, njoni tusemezane. Isaya 1:18 anawaita kwa upendo, haya njoni tusemezane. Wana wa Israeli, njoni tuzungumze. Na Mungu anatoa ahadi, anasema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama nini, zitakuwa nyeupe. Ni wito wa pekee ambao Mungu anawaita wana wa Israeli. Na taifa la Israeli kuto kutii sauti ya Mungu, kuto kutii wito wa Mungu, Mungu akaamua kuwapa adhabu kubwa zaidi. Anawapeleka utumwani Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
anawapeleka utumwani, wanakwenda huko pamoja na watoto wao. Ukisoma Zaburi ya 137 mstari 4 ile ya kwanza, unakuta mahali, hebu nani anaweza kusoma hapo? Zaburi ya 137 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Unaweza kuona sasa wana wa Israeli wamefika kule Babeli utumwani. Wamefika kule. Karibu mwalimu. Bwana asifiwe. Hawa wana Israeli wanaeleza walipokuwa kule Babeli walikuwa kando ya mto, na wana wa Israeli kumbuka kwamba walikuwa waimbaji wazuri sana. Sasa Wababeli wakawa wanawadhihaki, jamani, nyinyi wana wa Israeli tunajua kwamba nyinyi mnajua kuimba, hebu tuimbieni nyimbo mtufurahishe sisi Wababeli. Wana wa Israeli wasema, tutaimbeje nyimbo za furaha tukiwa utumwani, tukiwa katika masikitiko, tukiwa katika magereza, tukiwa katika dhiki, tukiwa katika shida, tutaimbeje wimbo wa Bwana? Dhambi inakufanya uwe mtumwa. Dhambi inakufanya uwe mnyonge. Dhambi inakufanya ukose amani. Mungu ameendelea kuona taifa la Israeli kama taifa lake. Katika Isaya 7:14 Isaya anatabiri wokovu kwa taifa la Israeli. Anatabiri kwamba hata kama wana wa Israeli watakuwa katika shida, lakini Isaya anatabiri mambo yatakayotokea zaidi ya miaka 500 mbele. Anasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme. Isaya 7 anasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume, naye atamwita jina lake Immanueli. Isaya anatabiri miaka 500 itakayokuja baadaye kwa ajili ya wokovu wa wana wa Israeli walioko utumwani, ambao wamefarakana na upendo wa Mungu. Anatabiri katika maneno yetu ambayo tumesoma leo, tunaona nabii anasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Bado Isaya anatabiri, sio kwamba anaposema haya maneno ndio siku ambayo yazaliwa. Hapana, anatabiri miaka 500 itakayokuja kwamba atazaliwa mtoto ambaye huyu ataitwa majina haya, ataitwa mshauri wa ajabu. Huyu mtoto atakayezaliwa, jina la kwanza ataitwa mshauri wa ajabu. Mimi sielewi katibu wangu hapo, mshauri wako mkubwa ni nani? Umeolewa? Bado? Labda pengine mchumba, baba yako na mama yako, naona ndiye mshauri wako. Mtu mwingine hana. Mimi sielewi mwenzangu, mshauri wako mkuu ni yupi? Lakini Isaya anasema huyu atakayekuja ataitwa mshauri wa ajabu. Alafu jina lingine, mwenye nguvu, atakuwa na nguvu. Alafu baba wa milele, mfalme wa milele. Alafu anasema na uweza, sio uwezo, uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Sisi tuna uwezo, na uwezo wetu sisi una kipimo, lakini yeye ni mweza na mamlaka yote ametamalaki. Sasa ukisoma katika Luka 2:8, yanapotimia haya maneno ambayo Isaya alitabiri miaka 500 iliyopita,
Isaya 2:8 tunakuta Mungu analeta sasa muujiza. 2:8 tunakuta wenzetu wanapata neema. Isaya 2:8 anasema, na katika nchi ile walikuwako wachungaji waliokaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana kawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'alizia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa maana mimi nawaletea habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalieni upendo wa Mungu. Mungu anapomleta huyu mtoto wake, mwana wake Yesu Kristo. Yesu amezaliwa Bethlehemu. Usiku ule ule Mungu anatuma malaika kwa wachungaji makondeni. Hivi mtu akisema mimi najua yule pale ni mwalimu, sasa sielewi wengine ni wafanya biashara, wengine sielewi kazi zenu, hapa ni katibu. Hivi ukisema kazi yako wewe ni ipi, useme mimi mchunga ng'ombe, watakuelewa watu? Eti watakuelewa? Wanaona wewe ni mtu wa hali ya chini kabisa, wewe sio hata kujitambulisha, hufai kujitambulisha. Lakini angalieni upendo wa Mungu. Mwokozi wa ulimwengu anazaliwa. Mungu anatuma ujumbe kwa wachunga ng'ombe porini, anawaambia maana katika mji wa Daudi, mji wa Bethlehemu, mwokozi amezaliwa. Sasa wachunga ng'ombe si ndio sisi jamani? Sisi watu wa hali ya chini. Siku moja tulikuwa mahali fulani, tupo na Mjerumani na Mwingereza. Sasa mimi nikawauliza, sasa kati yenu wewe Mwingereza na Mjerumani, nani ni mzungu zaidi? Unajua nao wana diburi. Mwingereza akasema sisi Waingereza ndio wazungu zaidi. Sasa angalia, sasa kama Mjerumani alishindwa mtihani huu, Mwebrania au Mwisraeli, maana hata Herode hakupata taarifa kwamba mwokozi amefanya nini, amezaliwa. Hakuwa na habari. Wanakwenda kupata habari wachunga ng'ombe. Tena malaika anatumwa na Mungu toka mbinguni, nenda kawaambie wachunga ng'ombe ambao ndio sisi, si ndio jamani? Watu wa hali ya chini, tusiseme uongo, ndio sisi. Lakini Mungu anatupa habari za kutoka mbinguni, anatutumia mjumbe kutoka mbinguni atuambie kwamba katika mji wa Daudi mwokozi amezaliwa. Neema na huruma na upendo wa Mungu kwetu sisi.